nguvu 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 nguvu, mpaka mtu anajiona ana nguvu kweli, mpaka anaweza kutaka kutumia nguvu alizonazo, lakini hakuzipata mwenyewe. Anayesimamia anatuambia thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha akajalia baada ya nguvu zile mtu amefika top, anaingizwa udhaifu. Ataki astaki, udhaifu unarudi, analetwa udhaifu anakuwa kama alivyokuwa dhaifu mwanzo, na akatia na ishara ya ule udhaifu wa shaiba, na kupata mvi. Barakallahu fikum. Mvi dalili ya udhaifu waziwazi. Ulikuwa nywele nyeusi, ndevu nyeusi, zinakuwa nyeupe, huna ujanja. Akamalizia maneno hayo Allah akisema yakhluqu Allahu ma yashau, anaumba Allah anavyotaka, vile anavyotaka yeye ndivyo anavyofanya. Wa huwa al-alimul qadir, naye ni mjuzi sana, mwenye uwezo sana. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huu nataka tukumbushane, na nikiangalia mashallah naona sura nyingi za vijana. Nataka tukumbushane umuhimu wa vijana katika jamii. Waliopo hapa watabeba risala hiyo, na watakaotusikia kwenye media nao kutuona nao wabebe risala, ili ule umuhimu tunaozungumza uwafikie wote. Vijana katika jamii ni nguzo kabisa ya kutegemewa katika jamii. Ikishikwa vizuri inakuwa nguzo ya kutegemewa. Ikiachiliwa ikakuwa inavyotaka, inakuwa nguzo ya kubomoa. Yani inakuwa ni nguvu fulani ya kubomoa. Na vijana katika jamii yoyote ile huwa ni tegemeo zuri la umma. Tegemeo, sio tegemezi. Wakilelewa ovyo ovyo ndo wanakuwa tegemezi. Wanakuwa siku zote wao ni tegemezi, lakini wakilelewa vizuri ni tegemeo la umma. Umma unategemea vijana. Vijana kama wakilinganishwa katika jamii, ukiwa utachukua kama ni mashine, basi kwenye vijana wao ndio, kama ni chombo kinachotembea, basi wale vijana ndio injini ya chombo hicho. Manake ni msukumo wa hiyo jamii, msukumo wenye nguvu. Lakini huwa si wao peke yao, sharti kuwe kuna mshikamano. Wakiwepo na wazee wenye ucha Mungu, wazee waliomtambua Mungu vizuri, ndio huwashika vizuri hawa vijana, kwani hawa wazee wanakuwa kama ndio sukani ya chombo hicho. Wao ni msukumo mkubwa wa jamii, lakini msukumo huu unahitaji kuongozwa kwenda huku vizuri. Kwa hiyo wazee wakiwa na ucha Mungu, wazee hawa wanakuwa ni usukani mzuri sana, sukani ya vijana hawa. Kinyume chake, wakiukosa ucha Mungu, wanaweza kuwapeleka ovyo ovyo. Na sheria ikiwepo ya kimungu katika jamii, basi sheria ile inakuwa kama vile barabara iliyowekwa lami kwa vijana hao kupita. Ikiwepo na sheria Mungu aliyoikubali, basi vijana hao wana usukani na wana nguvu za kutembea, wanapita kwenye barabara ya lami kwenye sheria hiyo. Kwa hiyo jamii hapo ikiondoka, itaondoka kwa nguvu za vijana, kwa mwongozo wa wazee walio na hekima za uchamungu, wamebeba hekima za kimungu.
wakiwa wanapita kwenye sheria ambayo Mungu anairidhia, ambayo ni barabara ya lami, vijana hao watakwenda vizuri sana. Wakiwa katika sura hiyo, umma huo lazima kwa taufiki ya Allah utapiga hatua mbele. Umma huo kwa taufiki ya Allah utapanda juu tu. Umma huo kwa taufiki ya Allah utafaulu, utafuzu kwenye vikwazo vyao kwa idhni ya Allah. Na kinyume chake, haya tuliyozungumza ndicho ambacho ni sahihi. Wakikosekana wazee wenye uoni wa uchamungu, wanaweza wakawaburuza vijana hao wakaenda vibaya sana. Ikiwa wazee kwa mfano fikra walizonazo wanaona hakuna maendeleo ila riba, vijana watakuliaje? Tuko pamoja au niko peke yangu? Kama wazee waliopo wote wanaona hakuna maendeleo ila kwenye riba tu, mikopo ya riba, vijana hao nao watakuwaje? Wazee kama wakiona lazima wacheze kamari tu kila siku, na vijana watakuwaje? Kwa hiyo kinyume chake nayo ni sahihi. Kama wazee tangu watoto wanawakuza wazee siku zote pombe, watoto nao watakuwaje? Na vijana watakuwaje? Akili zitadumaa. Jamii hiyo itakuwa jamii ya kilevilevi, ya bangi, mpaka wanapatikana watu wanasema legalize it. Wanaimba kabisa legalize it. Ihalalishwe bangi. Wana fikra za kuhalalisha bangi. Hatujaona hivi karibuni watu wameshaota mvi wanasema hii bangi hii mkinipa urais mimi? Hatukuwasikia? Hatari kubwa hiyo, wanaopotosha vijana. Na vijana wakisikia maneno kama yale kwa watu waliowapita umri wanashangilia. Mzee huyu tukimpa huyu bangi itakuwa poa. Kinyume chake ni sahihi. Kwa hiyo kama jamii itaburuza vijana kwa sura hiyo, tutakuwa na vijana wabaya na umma unadidimia taratibu. Mungu atulinde na shari hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala alitia msisitizo mkubwa katika suratul Ra'd aya 11, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah habadilishi yaliyoko kwa watu mpaka waamue wao kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Yaani vipi habadilishi mpaka wabadilike? Kwa asili Allah aliweka neema. Kwa asili, ndio asili ni neema. Na mwanadamu alibeba dhamana ya kubeba amana. Kwa hiyo manake akibeba amana, neema zitaendelea. Akifanya khiana ya ile amana ambayo amekubali kuibeba, zile neema alizoziweka Allah zitaporomoka. Kwa hiyo habadilishi kuwatoa kwenye neema aliyoiumba ya asili mpaka watu wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Ilikuwa asili ni neema, mkakabidhiwa amana, sisi wanadamu tukakabidhiwa, tukakubali kuibeba amana. Tulipobadilika tu nafsi zetu tukazibadilisha, hatubebi amana, neema zile zikageuka kuwa mtihani, balaa. Allah ameshabadilisha kwa sababu sisi tumebadilisha yaliyomo ndani ya nafsi ya kubeba amana. Na tukishabadilika tukaendelea kwenye hali mbaya, Allah bado ni vile vile, hatobadilisha kuturudisha kuzuri mpaka tuamue kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zetu. Tumwambie Allah, ya Rabbi, tumekosea hapa, tuliacha kubeba amana vizuri, tunakuomba msamaha, tunarudi kwako. Allah anabadilisha tena kuturudisha kwenye neema tena. Vitu vyote alivyoviumba Allah ni askari wake wa kumtumikia vizuri tu. Akitaka mvua iwe ni rehma, tukiwa wazuri basi mvua anaifanya inakuwa rehma. Tukikorofisha mvua ile anaifanya kuwa adhabu. Ni askari anamtuma mara moja, piga, tunaadhibiwa. Tukitubu tu basi Allah anabadilisha mara moja kutoka kwenye yale tuliyokuwa tumeyapata mabaya, anarudisha tena neema.
Hiyo ni kanuni ya Allah, kama vile 1+1 inakuwa 2. Tukihisi tu kwamba kumekaa vibaya, tumwambie Allah, ya Rabbi, tumekosea, tusamehe, tuanze kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zetu, mambo yanakaa vizuri. Ndio kanuni hiyo aliyoifanya baba yetu Adam alipokuwa amepewa kazi ya kufundishwa amana. Alipewa kazi hii kule peponi, akakubali kubeba. Pepo ikawa imetulia, akashawishiwa na Ibilisi, amana akaiachia kidogo, nguo zikamvuka, akakosa utulivu, akababaisha akili zake ili arudishe utulivu. Akaambiwa, huwezi kurudisha mwenyewe, tubu. Akatubu. Alipotubu akarudishiwa utulivu, akaambiwa, huo ndio mpangilio wa maisha yenu huko duniani, ni hivyo hivyo ndio tunaokwenda nao. Ndugu zangu, vijana walivyo muhimu, tumwangalie Nabii Ibrahim alayhi salam. Jamii yake ilipopoteza mwelekeo, Nabii Nuhu watu walipoharibu, akaambiwa wafikishie ujumbe. Kwa kipindi kirefu akafanya kazi sawa sawa. Waliokubali wakaingia kwenye safina, waliokuwa wamekataa Mungu akawaangamiza, si ndio? Waliokuwa kwenye safina ndio waliozaa watu wazuri, wakaendelea. Mungu hakuleta matatizo. Maisha yakaenda mpaka alipokuja kufika kwa Nabii Ibrahim, watu wameacha tena utaratibu, wanaabudu masanamu, wanakwenda nayo tu, hawana wasiwasi, wanaona maisha ya kawaida. Kila mmoja, wajadna abaana, tumewakuta wazee wetu hivi, tumewakuta wazee wetu. Wanaolaumiwa nini hapa? Wazee. Tumewakuta wazee wetu, tumewakuta wazee wetu. Lakini Mungu na hikma zake, wale waliosema tumewakuta wazee wetu, akapatikana kijana mmoja akaona, yani mzee wetu tukimkuta amevua nguo na si tuvue nguo, eti inakuja? Mkimkuta babangu amevua nguo, babangu mmemkuta anavua nguo na si tuvue nguo, si tumvishe nguo. Nabii Ibrahim alayhi salamu akaona, hata kama tumewakuta wazee wetu, huyu ni sanamu, haiwezekani. Hatua nyingi alizozipitia kuwarudisha watu kwenye akili yao vizuri, akawapeleka hapa, akawapeleka pale, akawapeleka kwenye nyota kwanza kuamsha akili, kwenye mwezi kuamsha akili, kwenye jua kuamsha akili. Mwisho akamwambia, vyote lakini mbona vinapotea? Sisi tumwabudu yule ambaye hapotei. Hivi vinakuja vinaondoka, yuko aliyeviumba hivi. Bwana, tumewakuta wazee wetu. Akaona hata hivi vitu haviko sawa sawa kwa viabudiwe. Kwa hiyo ikawa kuna maneno yanatoka kwake. Watu wengine wamemsikia Ibrahim live, wengine hawajamsikia. Lakini Ibrahim anasema, haya masanamu haya, hapana bwana, mimi siwezi kuyaachia haya. Kwa hiyo wako waliomsikia akisema, wengine hawakusikia. Siku aliyopata nafasi watu hawapo kwenye ibada, akayavunja, akabakisha mkubwa. Waliporudi watu wanataka kufanya ibada, man faala hadha bialihatina, nani aliyefanya hivi kwa miungu yetu? Wale waliobahatika kumsikia Ibrahim wakasema, tulimsikia kijana anayeitwa Ibrahim. Kijana, akili imeamka, kijana anayeitwa Ibrahim akiwasema vibaya, mleteni. Akaletwa. Wewe umefanya hivi? Akasema, muulizeni huyu ambaye amebeba shoka huyu. Wewe unajua kama huyu hawezi kuongea. Sasa mbona mnaita Mungu hawezi kuongea wala hawezi kuelewa? Si makosa haya? Kweli ilikuwa akili zimeanza kustuka kidogo, wamestuliwa akili mpaka wakatizamana. Kweli lakini baadaye wakatizamana tena, mtazamo wa pili, atatufanya mpumbavu huyu.
Mtazamo wa kwanza ambao ndio wa kimaumbile, unajua kweli, lakini alafu wakarudisha tena, tukimkubalia sasa tutafanya mjinga, lakini tusikubali bwana, tuendelee na msimamo wetu. Wakaendelea na msimamo wao. Lakini hapa tunamkusudia, tumemzungumza kijana amestuka, sawa? Kwa bahati akapata wazee ambao sio wa kushika sukani. Mungu akamuondoa yeye Ibrahimu aliyekwisha stuka, ili ajafikie uzee yeye aongoze vijana wengine. Akamuondoa pale, yakapita aliyopita kwao, akalelewa Ibrahimu mpaka akafikia yeye ni mzee, amelea watu wengine, amelea watu, amezaa watu akawalea, mpaka katika waliolelewa Nabii Yakubu alayhi salamu amezaa watoto 12. Amefikia umri wa kufa, anawauliza mtaabudu vipi, ibada gani? Waliolelewa wakasema na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim wa Ismail. Sawa sawa. Tutamwabudu muabudiwa wako na muabudiwa wa wazazi wako huyo. Sawa sawa. Amelea huyu, jamii imefahamu ile. Watoto 12 ambao leo wamezaa mataifa 12 yamezaliwa ya Kiisraeli, ya Bani Israeli, lakini wakajifanya baada ya muda tena wameshapoteza ile neema waliopewa na Mungu, amewafanya wamepotea, wanafanya vurugu tu katika dunia. Wanajiita majina chungu mzima, sio tena Bani Israeli. Hivyo Mungu alimpa uwezo huu Nabii Ibrahim, na akafanya kazi ile, akaongoza vijana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuja kuambiwa, thumma auhaina ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa, kisha tukakufunulia wewe mtume ufuate mwendo ule wa Nabii Ibrahim aliyekuwa ameelekea kwa Allah, wama kana minal mushrikin, wala hakuwa katika washirikina. Maana yake ni kwamba wazee tulionao, wazee ambao ndio tunaanza kuwa sisi, wale vijana wetu sasa, tuhakikishe sisi tuna mwendo wa Nabii Ibrahim. Tuwashike mkono, tushike njia ya Allah, ili vijana wapite kwenye barabara ya lami wawe na nguvu. Wazee wenzangu mpo? Mpo? Siku zinakwenda mbio. Juzi tulikuwa nikizungumza, mimi niko kwenye upande wa vijana. Juzi sisi vijana nilikuwa nikisema hivi, mambo yashageuka. Sasa wazee wenzangu mpo? Tunatakiwa kuwashika vijana wapite kwenye barabara ya lami vizuri. Vijana leo wanakwenda ovyo, wanasukumwa tu, sukumwa. Wako wazee mmoja wabaya wanawapelekesha. Si juzi tu tuliona athari mbaya. Ndivyo sivyo? Humo mlikuwa mna wazee wakaleta athari mbaya, na wanasikilizwa kwa uzee wao. Milango ya nyasi tu. Tuko vizuri? Mlango wa nyasi huwa unafaa kiutalii, lakini huwa hauzuii mikiki, si ndio? Au sivyo? Kwa hiyo wakasumbua bwana, wakapandikiza vijana mafikra potofu, mpaka wakawa vijana wanaona wazee wetu wamesema, lakini haikuwa sahihi. Sasa nasema wazee wenzangu, tuangalie vijana vizuri, tuwe ni usukani wa kuwapitisha kwenye barabara iliyonyooka nzuri ya lami, watuone kwa vitendo na kwa maneno. Sawa? Wakituona hivyo, watakuwa wanaiga da'wa kimya, hata kabla ya kusema wanatuangalia. Kwa hiyo jamani, kila ambaye ameshaanza kuona athari ya mvi, mimi naongea naye, ndio sisi. Wale tuliokwisha ota mvi wale, kuna wengine wameota mvi bado wadogo, bado ni vijana. Sawa? Lakini wale waliokwisha ota wale wakawa ni wenzangu mimi wale, nakwambieni nyinyi, tunatakiwa sisi tuwashike vijana mkono, watuone sisi tuko vipi. Usiwe tena ndio yule unasema mimi mzee kijana. Wewe mzee kijana nini sasa? Umeharibikiwa. Unajua mtu anayesema mzee kijana huwa amepitia nini?
hajafanya mazuri, sasa anaona amepitwa, hajaacha athari. Kwa hiyo anasema usiniite mzee, mimi mzee kijana. Amna lolote, wewe ni mzee uliochoka. Tusiwe wazee hao. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa nikiwa kidole kimoja nimejielekeza mwenyewe, sisi wazee tubadilike ili tuwashike mkono vijana wetu wapite kwenye barabara iliyonyooka. Tusipokuwa hivyo, sisi tutawapotosha hawa vijana, watabeba fikra za watu wengine. Tusifanye hivyo, tumuogope Allah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwa hakika Allah habadilishi yaliyomo kwa watu mpaka waamue kubadilisha wenyewe yaliyomo kwa nafsi zao. Wazee wenzangu, tubadilike. Kama majumbani hakuswaliwi, kuswaliwe. Kama kuna swaliwa kwa maana ya nembo tu, tuwe na namna ya kuweka sawa. Swala ndio nguzo kuu ya dini. Wazee wenzangu, mkiona mnaletewa chumo la haramu, tuseme chumo la haramu linasababisha dua haziitikiwi. Tusifurahie tu, nasema kijana mashallah amepanda vipi? Kama ni haramu mwambie, dua zitakuwa haziitikiwi. Na tunapokuwa tumekosea, tufanye istighfar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lazima al-istighfar, mwenye kudumu na istighfari, kuomba msamaha kwa Allah, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, Allah hujalia kwake kila adha na kero la moyo humpa faraja. Wa min kulli dhiqin makhraja, na katika kila dhiki humpa matokeo, mapito ya kupita. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, na anamruzuku kwa namna ambayo hakufikiria. Ndugu zangu vijana, narudi kwenu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema hivi, almu'minul qawiyyu khairun, yule muumini mwenye nguvu yule ni bora sana. Muumini mwenye nguvu, hakuanza nguvu tu, ameanza imani halafu nguvu. Tuko vizuri? Sharti iwe kuna muumini halafu ndio ije nguvu, kwa sababu kama hakuna imani kukawa na nguvu ni hatari. Nguvu bila imani ni hatari. Lakini muumini mwenye nguvu khairun, ni bora, wa ahabbu ila Allahi, na anapendeza sana kwa Allah, minal mu'mini dhaif, kushinda muumini aliye dhaifu. Akamalizia, wa fi kullin khair, na katika kila mmoja, huyu muumini mwenye nguvu na yule asiyekuwa na nguvu, katika kila mmoja ziko kheri. Muda ambao ni muumini, muda ambao kuna imani, huku kuna kheri na huku kuna kheri. Lakini aliye na nguvu baada ya kuwa ni muumini anapendeza zaidi. Hapa vijana wengi walifikiri nguvu imetumiwa misuli tu. Sio hivyo. Muumini mwenye nguvu, nguvu katika kila kitu baada ya kuwa na imani. Akiwa ni muumini alafu ana nguvu za misuli, ahlan, itakapohitajika hatodhulumu. Ndivyo sivyo? Akiwa ni muumini alafu ana pesa, itakapohitajika ni nguvu hii, hatodhulumu. Akiwa ni muumini ana elimu, hapo itakapohitajika kazi yake, nguvu yake, hatodhulumu. Akiwa ni muumini mwenye nafsi iliyokinai, itakapohitajika mchango wake, hatodhulumu, kwa sababu nafsi yake imekinai. Nguvu hizo zote sawa sawa. Na ushahidi wa kwamba nguvu hapa zimetumika kote, Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwahi kuongea pia, akasema hivi, laisa shadidu bisur'a, usidhani mtu anayesifiwa nguvu sana na maguvu na ukakamavu ni yule anayepiga mieleka sana.
hasifiwi huyo. Innama shadid, ama ule nguvu zile za kusifiwa na ukakamavu, man, ni yule ambaye anafanyaje? Yamliku nafsahu inda alghadab. Innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, mwenye nguvu sawasawa ni yule ambaye anaweza kumiliki nafsi yake wakati akikasirika. Haya, usimwona hapo ni misuli hapo, hapo ni uvumilivu. Na uvumilivu unakuja wakati akiwa amejifunza, amelelewa kwenye madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muumini mwenye nguvu atahesabika vipi nguvu zake kuwa ni nguvu? Ni pale zitakapokuwa ni nguvu ambazo hazidhuru, kwa sababu ana imani. Sharti itangulie imani. Ikitangulia imani, kila nguvu inahitajika kwa mtu, kila nguvu, na hiyo nguvu itapendeza mbele ya Allah. Ikiwa hakuna imani, nguvu yoyote ni hatari, haifai. Hebu niambie, mtu aliye na misuli halafu hana imani, unamwonaje? Mara moja tunawaona kwenye TikTok mpaka wanafanya pranki za ajabu, kwa sababu ana misuli tu, anapita akikuta mtu anakula anachukua, halafu anamwangalia. Utasema nini? Hata kama unakusudia kuchekesha watu, lakini namna hiyo unamtisha mtu. Vichekesho vyako unakusudia kutisha watu. Apita anamkuta mtu amefuatana na mke wake, anamshikia mkewe kumvuta kidogo, halafu anamsimamia hivi. Vipi? Manake hakuna imani. Kwenye imani ya mtu hafanyi vitu hivyo. Hawezi kumchokoza mtu kwenye mkewe akamharas, haiwezekani. Ni kukosa imani tu. Kwa hiyo imani itangulie, inamfanya mtu anakuwa kwenye balance, hamdhulumu mtu, hata mdudu hamsumbui. Nguvu nyingi, lakini hata paka anamuonea huruma. Tuko pamoja? Kwa hiyo vijana, mnakumbushwa hili. Jenga imani kwenye madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Imani yako ipande, halafu tafuta nguvu kila unazoziweza ili uweze kutoboa. Vijana wanataka kutoboa, sio? Uwe na imani halafu utoboe. Lakini kama hakuna imani, hutoboi. Unatoboa vibaya, unadhulumu, utanyanyasa watu. Na katika sifa kubwa ninazozizungumza kwa vijana zitakazomfanya atoboe ni zilizojengwa na imani, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa zake ambazo alionekana nazo, akiishi nazo na manabii wengine: as-sidqu wal amana was-sabru wal haya, ukweli, uaminifu, kuwa na subra, kuwa na haya. Vijana, bebeni sifa hizo: mkweli, mwaminifu, ana subra, ana haya. Nabii Yusuf zilionekana hizo katika maisha. Kweli kabisa, mwaminifu kwa yule aliyemlea, mvumilivu kweli kweli, ana haya kweli kweli. Haiwezekani mimi nifanye hivyo, huyu mzee amenilea mimi. Akatiwa misukosuko, subra, nafsi anaimiliki, mpaka mwisho anakuja kusema asijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ila, ya Rabbi, jela bora kwangu itapendeza kuliko haya wanaoniitia. Ndivyo sivyo? Alikuwa kijana au alikuwa mzee yule? Subra ilimtoa, haikumtoa? Ilimtoa, akakaa jela, mwisho akaja kuwa mtu juu kabisa. Mkweli, mwaminifu, alikuwa na subra, alikuwa na haya. Sasa vijana leo maskini, kwenye uaminifu wengi wamekuwa zero. Wakitatizika hivi, wakitafuta shughuli, wakipata kazi, basi mara moja yuko tayari kumpindua huyo alempa kazi. Si mwaminifu tena. Kwenye subra ndio nao
Akijaribu jambo moja hivi kesho ameliacha, akijaribu jingine kesho ameliacha. Ya akhi, kuwa na subra kidogo, usonge nalo kwanza uone. Ujitangaze pale ulipo. Subra, halafu kuwa na haya. Kwa hiyo nguvu hapa tulizozungumza zinahitajika nguvu zote baada ya kuwa na imani. Kijana, uwe na nguvu za kielimu, uwe na nguvu za kiuchumi, uwe na nguvu za kumiliki nafsi yako, uwe na nguvu za mali, kwa sababu ikikosekana imani, hizi nguvu zinaweza zikaleta matatizo katika jamii. Na hilo huwa halipatikani mpaka mtu awe amelelewa ndani ya madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tunapata mafundisho katika madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yuko bwana mmoja, sahaba mmoja, alimwendea Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ausini, naomba uniusie kitu ya Rasulullah. Mtume akamwangalia akamwambia, la taghdhab, usikasirike. Anaonekana naye alikuwa na misuli. Ukishakasirika na misuli yako inakuaje? La taghdhab, usikasirike. Akafikiri, akaona kama vile ameliona dogo, akamwambia tena, niusie tena. Mtume akamwambia tena, la taghdhab. Mara kadhaa akamwambia hivi, la taghdhab. Alipotulia akafikiri, akaona ni kweli, hii ghadhabu ndio msingi wa kila shari. Sasa je, binadamu ni kweli anaweza asikasirike? Hapana. Manake maneno yale, miliki nafsi yako, kuwa na nguvu za kumiliki nafsi yako wakati ukiwa na ghadhabu. Na madrasa ya Mtume bado ikafundisha, unapokasirika uwe na nini, ufanyeje. Kama ulikuwa umesimama, kaa chini. Manake ghadhabu zikiweko na umekasirika, unaweza ukafanya kitu, lakini ukishakaa hutofanya. Na akafundisha tena katika madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ukatawadhe. Leo imethibiti kitaalamu kabisa kwamba mtu akishaosha uso anapungua ghadhabu kwa pasenti fulani. Mtume aliposema tawadha, umeupoza mwili ambao ulikuwa umepanda joto la ghadhabu, umepoa, basi kiwango fulani cha ghadhabu kinashuka. Kwa hiyo hizi zote ni kumiliki nafsi, hazipatikani ila kwa muumini. Almu'minu alqawi khairun wa ahabbu ila Allah. Muumini mwenye nguvu ni sharti awe amepitia kwenye masomo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi wazee kama hatuna haya, tukawashika watoto wetu haya tangu mapema, watoto wetu wakituona majumbani mwetu tumekasirika tunavyofanyana na wake zetu, wao ndo mama zao, inakuwaje? Sio anabeba mazima. Sasa mwanamume, nilikuwa namuona babangu hivi tu. Wako vipi? Babako anamsumbua mamako, ulikuwa unamuona, kwa hiyo nawe ukasumbue mtoto wa watu huko, umemwoa. Ndio maisha. Hawa hawatakiwi kuchezewa. Hawatakiwi kuchezewa. Hao ndio wanatakiwa kuchezewa. Na wao wakuchezee, ama sivyo? Eti wewe unataka kuchezewa na mwanamume au mwanamke? Hao ndio wenzetu. Ndio wenzetu, wameumbwa hivyo na sisi tumeumbwa kivyetu. Tuko tofauti. Ukisema neno moja amesema 10, basi inabidi ukae umwangalie. Ndivyo sivyo? Na wewe unataka useme 10 vile vile, itakuwaje sasa? Sivyo kabisa. Sharti tubakie na karakta zetu na wao na za kwao. Wameumbwa kwa ubavu uliopinda. Ukitaka unyooshe utavunja, na ukiuacha utabaki vile vile umepinda. Nenda nao hivyo umepinda, ndio sawa sawa. Wala wenyewe hawakatai kwamba ni ubavu uliopinda, wamekubali hilo pia. Hata wakifanya vipi, mimi si nimeumbwa kwenye ubavu, sawa, ndio kweli, basi twende hivyo. Cha msingi iwe sheria ya Mungu inatekelezwa, yale ya kwake mwenyewe tukubaliane nayo. Au sieleweki kipengele hicho? Naeleweka? Wana vitu vyao vya hisia zao, tuvikubali. Muda ambao sheria ya Mungu haikupingwa, kutumia hela tu, asi mambo ya kawaida. Ile hela imekwisha basi ubakie usitafute mengine. Kama Mungu amekupa nyingine,
toa nyingine tu. Hizo ndio hisia. Utafanyaje sasa? Imeshakwisha sasa, kwa mpigane. Chunguza wewe una nguo ngapi na mkeo ana nguo ngapi? Fanya ufanyavyo, hata kama una roho ngumu, lakini zake lazima ziwe nyingi. Ni kweli si kweli? Wameumbwa hivyo, nguo zake ziwe nyingi ndio atakuwa mwanamke kweli. Wewe unataka zifanane, sasa unamwambia mimi nina suruali 3 tu, wewe una kabati zima. Ndio maumbile yetu na ya kwao. Unatakaje? Siku moja nilikuwa nasafiri pepita Nairobi airport, nimebeba masanduku zaidi ya moja, mengi tu. Jamaa akafungua akakuta nguo za mwanamke, akafungua jingine akakuta nguo za mwanamke, akafungua tena akakuta kasanduku moja, mnaza kwangu bado pia mnaza mwanamke. Akasema wewe vipi? Nikamwambia kwani wewe nyumbani kwako kukoje? Basi alicheka tu. Ndio hivyo, yani tuko hivyo. Sasa kama utatumia nguvu zako, huna imani, utataka muwe sawa. Hivi ni kweli tuko sawa? Hatuko sawa. Hata tukiambiwa tutoe kafara, ikawa katika kafara ni kutoa nguo ambazo atapewa mwanamke na atakazopewa mwanamume kwenye kafara za mwanamke zitakuwa nyingi. Ukiambiwa umpe nguo ambayo ataweza kutoka nje, mwanamume ukishampiga suruali akapiga na t-shirt juu, anatoka atoki? Hata kama umo ndani hamna chochote, suruali tuna t-shirt anaweza akatoka. Sasa mwanamke utampa hivyo? Umpe gauni tu liko tupu atoke? Haiwezekani. Lazima ziwe nyingi tu nguo zake ndio atoke. Tuwe makini katika haya. Sharti tuwe tumelelewa na madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kupinda kwa vijana sehemu kubwa sasa hivi ni kupinda kwetu wazee. Huenda tumepinda sehemu fulani. Hebu tunyooke kidogo sehemu tulizopinda na tufanye istighfari sana kwa Allah kumuomba msamaha. Huenda tukanyoosha vitu. Tukivinyoosha huenda na wale vijana nao ambao walipinda kwa sababu ya wazee nao wakanyooka. Tufanye hilo kwa makusudi. Wazee wenzangu, kwa makusudi. Sehemu tulizopinda tutazijua. Tubadilike ili kizazi kinachokuja chini yetu kituone tumenyooka. Tusiwasingizie tu vijana wa leo, bwana vijana wa leo, isijekawa na sisi tumepinda. Na kama tumekwisha gundua tumepinda kweli, tufanye istighfar. Ndio dawa pekee. Tufanye istighfari, tumuombe Allah msamaha sana. Tudumu sana kwenye istighfari, huenda ikatusaidia tukanyooka. Tupate rakaa hata 2 za usiku alafu na kumalizia witri. Tumwambie Allah tumekosea, ya Rabbi tunyooshe, tusamehe. Jamani, kizungumza tupate rakaa 2 usiku sinaeleweka? Mkuminyana tuna nafsi, upate japo rakaa 2 usiku. Tumwambie Allah hapa tulikosea, huenda tukapata nafuu. Na tukisamehewa tutaleta neema, kama nilivyozungumza darasa ya mchana. Ukisamehewa wewe unaweza ukasababisha watu wengi wakapata nafuu, kwa sababu Allah hawaadhibu watu wakati wako watu wanaomba msamaha mle ndani. Wama kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. Hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu wao na wao wanaomba msamaha. Wako watu 4, 5, 6 wanaomba msamaha, wanapona 20, 25. Kwa hiyo tufanye hivyo. Wazee wenzangu, tuombe msamaha kwa Allah sana, ili tukisamehewa zile nyumba zetu nazo zitapata nuru kwa msamaha wetu, huenda na wao wakawa watu wazuri. Na tumwambie Allah dua iliyomo ndani ya Qur'ani tumefundishwa, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati. Rabbi nijalie mimi nidumishe swala na kizazi changu. Rabbana wa taqabbal dua. Bwana wetu tupokee dua. Si ndio hivyo? Au sivyo? Tumuombe Allah. Mungu mwenyewe anatufundisha tuseme Qur'ani hiyo. Tufanye hivyo ndugu zangu. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua. Tumuombe Allah atupe nguvu hizo, tudumishe swala na kizazi chetu kidumishe swala. Kipengele hiki jamani nimekirudia kwa nguvu nyingi sana
Wazee wenzangu, huenda sisi nasi tumepinda. Ujumbe utakapofika popote, mshike kipengele hiki ili tunyooke na kizazi chetu chini kituangalie. Tusiponyooka, hiki kizazi kinatuangalia tulivyopinda, nacho kinapinda. Walengwa wa kuvurugwa ni vijana katika dunia, wanavurugwa kweli kweli, lakini kama wamepata kitu tangu wadogo nyumbani, wanaokoka. Yakija mawimbi yale wanayaona. Tuko pamoja? Lakini umempeleka tangu chekechea uko boarding, atajifunza nini kutoka kwako? Chekechea ile bwana wanafundisha Kiingereza sana ile. Kwa hiyo wewe mzungu kwani? Lugha ya kwenu haiwatoshi? Wametumaliza, wamechukua mpaka akili zetu. Chekechea anafundisha Kiingereza sana kwa mtoto, umempeleka boarding chekechea. Akitoka chekechea aanze primary pia yuko boarding. Atajifunza nini kutoka kwako? Hapa ndipo wazee walipopinda. Yaani hapa ndipo tulipopinda. Tuwe makini. Halafu kingine, mtu huyu amezeeka yeye, maisha ameyamaliza huko mbali huko, watoto wamewaacha huko, yuko mbali tu, siku zote yuko mbali. Anapeleka hela, anasema mimi naangaikia wao na watafutia maisha. Unawalea kama mashine vile. Ikishakula na kunywa basi kesi imekwisha. Malezi kutoka kwako hawapati kitu. Hapa tuangalie sana wazee wenzangu, tulipopinda tumuombe Allah msamaha, ili kizazi kinachokuja chini tukiandalie barabara ya lami kipite vizuri. Allah atuwezeshe. Nasaha zangu kwa vijana, narudi kwenu. Muwe na yakini ya Allah. Yakini ya Allah vipi? Kwamba yupo na anasimamia mambo yetu. Majina mazuri aliyotufundisha yale tunaishi nayo, tuishi nayo. Allah amejiita mwenye nguvu nyingi. We unazo nguvu nyingi? Huna, manake we dhaifu, si ndio? Mtegemee basi mwenye nguvu nyingi. Al-Alim, mwenye elimu kubwa nyingi. We unayo elimu nyingi? Hapana, muombe yeye basi, kwa sababu amesema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah ana majina mazuri, muombe, muite na umuombe kwa hayo. Kwa hiyo ukiangalia, Allahu ghani, huwal ghaniyu, yeye ndiye tajiri sana. Mimi ana al-faqir, mimi fakiri, yeye tajiri sana. Kwa nini simuombe utajiri? Ndivyo sivyo? Ndivyo alivyofundishwa Ibn Abbas, akaambia wa idha sta'anta fasta'in billah. Unapotaka msaada, mtake nani msaada? Allah subhanahu wa ta'ala. Utamtakaje? Kuyajali haya majina tuishi nayo. Vijana, majina siku hizi ya unaweza ukayapata kwenye Google, na tafsiri unayoitaka pia ukaipata. Google hizo zisitumike kwenye mambo ya ovyo ovyo tu. Vijana, nyinyi wazuri zaidi kwenye mambo haya ya simu. Yachukueni haya majina, muyaone, muyafikirie. Mungu ametuambia tumuombe kwa haya. Mbona hatuna habari hiyo? 99. Mi fakiri, yeye tajiri. Mi dhaifu, yeye qawi. Ala, alipotuzindua Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mulk alisema hivi, tabarakalladhi biyadihi almulk. Amekuwa mwenye baraka nyingi yule ambaye ufalme uko mkononi mwake. Sawa? Lakini ufalme Allah anamgawia na mtu amgawii. Si anampa? Alafu mwisho alimalizaje? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Angalia hiyo sifa aliyohitaji. Na yeye huyo ambaye hata akikupa wewe ufalme, lakini yeye ala kulli shay'in qadir. Yeye ni mweza wa kila kitu. Wewe unaweza kila kitu. Si unaona? Yeye hataki kukupa ufalme, lakini wewe huwezi kila kitu. Amekugawia ufalme wa kuazima, lakini yeye qadir, wewe huwezi. Sasa katika ufalme wako mtegemee yeye, al-mudabbir, anaendesha mambo. Wewe umejituma kwa ajili yake, sio? Atakulipa kwa hilo. Hiyo juhudi yako hiyo haiangalii umepata watu wangapi, umefanya. Kuna watu, Nabii Nuh alayhi salam alipata watu kidogo na miaka ni mingi, lakini alifanya kwa ajili yake kama alivyotumwa. Ndivyo sivyo? Amepata daraja kubwa, akupata kubwa, si ndio? Ulul azmi minar rusul.
lakini kazi aliyoifanya kwa miaka mingi, idadi ya watu ndogo. Hamza aliyeslimu, umri kwani ulikuwa mkubwa, lakini aliposlimu tu akajitolea 100%, ni shahidi katika mashahidi wakubwa, tunamtarajia kheri kwa Allah. Yule shahidi wa kwanza mwanamke, mamake Yasir, anaitwa nani? Sumaya hakuwa na dawa yake sio ya muda mrefu, pale alipokuwa na yakini tu kwa Allah, kipindi kifupi tu watu wakamuua shahidi mkubwa katika wanawake, shahidi wa mwanzo kabisa. Ndio sifa ziko katika sura hiyo, kuwa na yakini, ufanye kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio litakalotupandisha, wa alaysa lilinsani illa ma saa. Hakuna kwa mwanadamu ila yale aliyoyafanyia kazi, yamekwenda afanye kazi kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo vijana, muwe na yakini kwa Allah, mziangalie sifa zake Allah katika majina yake 99, muwe mnaishi mnaangalia udhaifu wenu na ukubwa wa Allah kwenye sifa zile, muishi kwa majina yale ili mumtumikie huyu mwenye sifa hizo. Na yeye ameahidi, wa alaysa lilinsani illa ma saa, hatopata mwanadamu ile yale aliyofanyia juhudi akayakimbilia. Angalia alipotoa mafundisho ya mbele, wa anna sa'yahu saufa yura, na kwa hakika zile juhudi zake alizozifanya zitakuja kuonekana, zitaonyeshwa zile juhudi, sio akhera tu, kuanzia duniani zitaonyeshwa. Jamani vijana, jitumeni kwa ajili ya Allah. Allah hatupi ujira, inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah hapotezi ujira wa mwenye kufanya kazi vizuri, na juhudi zake zitaonyeshwa, sio akhera tu, zitaanza kuonyeshwa hapa duniani. Fanya juhudi kwa ajili ya Allah, utaona matokeo yake. Allah anasemaje kuhusu matokeo? Waqul i'malu, sema mtume uambie, i'malu, fanyeni kazi, fasayara Allahu amalakum, Allah ataitizama, ataiona kazi yenu. Wa rasuluhu, na mtume tangu yuko hai mpaka huko aliko ataonyeshwa kazi yenu. Wal mu'minun, na waumini wataonyeshwa kazi yenu. Hiyo ni akhera tu? Maneno ya mbele ndio ya akhera. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wa shahada, mtakuja kurudishwa kwa yule mjuzi wa mambo yaliyojificha na yenye kuonekana. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atakupeni habari yale mliokuwa mkiyafanya. Akhera sasa, hiyo ni kipengele cha pili, vitaanza kuonyeshwa hapa duniani. Jitumeni vijana kwa ajili ya Allah. Allah hapotezi ujira wa mwenye kufanya mema. Kwa hiyo kutoboa kwanza ni kujituma kwa ajili ya Allah. Juhudi zenu zote ziwe ni kwa ajili ya Allah, na wazetu washike mkono wanapokuwa wanafanya kwa ajili ya Allah, tuwashike mkono. Kijana mmoja anasikitika, anasema, wazee wangu wanaishi maisha ya kimagharibi sana, hata nikiwapendekeza mimi nataka kuoa mapema, wananiona naleta kioja kweli nyumbani. Kijana ameona mwenyewe aoe mapema, ameona jamii iliyomzunguka ilivyo na matata, pengine labda ameshafika na chuo, akaona tabu zake, akaona ukiwa chuo si unaweza ukaoa? Ndio, basi mimi nitaoa. Hapa wazee ni wa kumsaidia yule kijana aoe, amalize chuo chake vizuri, na huko amesaidiwa na jamii. Jamani, kuoa na kuolewa ni mambo tunatakiwa wale waliotangulia wawasaidie wadogo waingie kwenye lile, hata kama hawajamiliki kipato, tuwashike mikono. Sasa anaonekana analeta kioja kweli. Wewe unataka kuoa, ufike kwanza miaka 35 huko 40. Wewe vipi? Miaka 35 40 vipi? Eti ni kweli jamani, mtu apike mpaka afike miaka 35 40? Mshike mkono, wewe una uwezo, mshike mkono aoe, asalimike na asalimishe watu. Akileta watoto bila ya kuoa huoni kero. Kwa hiyo yapo pia hayo, ni kwamba wazee tumepinda hapo baadhi yetu. Tunyooke, tumuombe Allah msamaha, jamii iende vizuri. Kama tunataka ifike mpaka ichukue na degree na ngapi na nani, tuwashike mkono pia waoe kwa kiasi cha nguvu zetu tulizo nazo, na waolewe vile vile, halafu wachukue degree zao mpaka wachoke. Ndio tutakuwa na jamii nzuri.
Lakini jamii inayokutana kule hakuna kizuizi, wako huru, matamanio yapo, mambo yote yapo, alafu basi asioe wala asiolewe. Fujo hizi tunafanya ni fujo kabisa, ni fujo. Kwa hiyo vijana, nazungumza, nasema nasaha zangu, muwe na yakini kwa Allah kwamba Allah ni msimamizi wako na ana sifa zile zinazopatikana kwenye majina 99. Fanya juu chini uyajue vizuri sifa zile, ili uishi nazo katika kila shida yako. Na hayo tuwe na yakini kwenye mafundisho ya Mtume, kila anachotufundisha tujue kwamba hatamki kwa matamanio yake, amefunuliwa wahi sawa sawa. Kwa hiyo Mtume anatufundisha hivi, tufanye hivi. Mtume alihusia kabisa, ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Istitaa isifasiriwe kwamba mpaka yeye amiliki mali nyingi, yeye awe na sababu, tuna sisi tushikane mikono. Maana taawanu ala albirri itakuwa iko wapi? Si tumeambiwa hivyo wa taawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na ucha Mungu. Kwa hiyo ameonyesha nia, anataka kufanya kitu kizuri, ana uwezo mdogo, ameonyesha njia za kupita ni hizi, ashikwe mkono. Kishki analifanya kwa vitendo hilo. Mungu amlipe kheri na amwezeshe na wengine pia waweze. Anaona vijana wana nia kuoa, anapiga 100 waweni kabisa. Jambo zuri sana, kubwa sana la kupongezwa. Mwenyezi Mungu amwezeshe na wapatikane wengi wanaosaidia namna hiyo. Na wengine wakiona labda amefanya vile, sasa basi sisi tuna uwezo, sisi tuwaone, wewe unataka kufanya kazi gani, wewe nini, tukusaidie nini, hivyo ili jamii ipone. Ndugu zangu, narudi tena kwa vijana, wasije wakaona kwamba labda maisha yamekuwa magumu, kwa hiyo hakuna njia za kutokea. Hapana, njia ni kurudi kwenye madrasa sahihi, na wazee wenu wawe wamekushikeni mkono, walipoteleza wajirekebishe. Tuwashike wazee, tuwashike vijana. Vijana hawa wawe na matumaini, wasikate matumaini, wasipoteze matumaini, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Mwenye kufanya jema, mwenye kufanya mema, awe mwanamume au mwanamke, naye awe ni muumini. Yani kuwa muumini halafu fanya mema. Anasema huyu mtu akishaingia hivi, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutamfanya aishi maisha mazuri. Sasa tumeshakuwa na imani, kwa nini tusiwe wema? Na kwenye wema tumeambiwa tushikamane, tusaidiane, wataawanu ala albirri wattaqwa. Tuko pamoja? Nimalize somo langu. Tuliposema hivi, wa alaysa lilinsani illa ma saa, na hatopata mwanadamu hana ila alichokifanyia juhudi, si ndio? Atalipwa kwa mujibu wa juhudi yake. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na kwa hakika mwendo wake na juhudi yake aliyoifanyia kazi ataonyeshwa. Vijana wengine wakastuka, wakasema, sasa mbona kuna waladun salihun yad'u lahu, hakati yeye hafanyi tena, anaombewa, si ndio? Yeye juhudi zake zishakwisha, labda atalipwa kwenye sadaqatin jariya, si ndio juhudi yake? Ilmu yuntafa'u biha, aliyofundisha, elimu aliyofundisha mwenyewe. Huyu waladin salih, waladin salih Mtume ameshamzungumza pia. Waladin salih pia yake yeye, juhudi yake vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hivi, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, kwa hakika katika chakula alichokila mtu kizuri sana ni katika chumo lake. Chakula kizuri sana ulichokula ni kile ulichochuma kwa juhudi zako, si ndio? Ndivyo sivyo? Nimefanya juhudi zangu nikapata hiki, si unafurahia hiyo? Akamalizia akasema, wa inna waladahu min kasbihi, na mtoto wake ni chumo lake yeye. Sasa mwanawe ni chumo lake, ndio maana amemwacha mtoto mwema, anamwombea dua, chumo lake. Tuko vizuri? Usiitie kwere ile, mtoto kumwombea dua ni haki yake, kwa sababu ni chumo lake, kama vile sadaqatin jariya. Na kwenye riwaya nyingine alisema, inna auladakum min atyabi kasbikum,
kwa hakika watoto wenu ni katika chumo lenu zuri sana. Fakulu min amwalim, kuleni pia katika mali zao. Yaani maana maneno haya hajahimiza kwamba kuleni mali zao, sio hivyo. Maana yake mkila mali zao hamlaumiwi kwa sababu ni chumo lenu. Hakuna kadhi hata mmoja atakayemshika mzee amtie hatiani kwa kula mali ya mwanawe. Hakuna. Mzee atiwe hatiani, mtoto atatiwa hatiani kula mali ya babake bila taarifa. Lakini kama mzazi alikula bila taarifa, hatiwi hatiani. Ataambiwa sasa, ungemwambia tu mzee, mwanao kumemtia wasiwasi tu. Alikuwa anamwambia, anajitia hata haelewi. Basi kesi imekwisha. Tuko pamoja? Ieleweke hiyo. Vijana, na kwenye hilo mnisikie, msiwatie kwere wazee wenu wa kila chenu. Katika mahari, kwa kawaida, nimalizie somo. Mahari ni haki ya yule binti anayeolewa. Mwanamke aliyeolewa ni mahari, ni haki yake. Watu wengine wote hawaruhusi kuigusa ile bila yeye mwenyewe kuapa. Lakini kama amekula baba au mama, hakuna lawama. Mmenielewa vizuri? Sio kama naambia wazazi wale wape, waachie mahari zao, sawa, Mungu amewapa. Lakini kama mzazi alikula, hana lawama. Lakini mtu mwingine yote haruhusi kuigusa mpaka awe amempa mwenyewe. Sio kama wanavyofanya kimila, wajomba na wamechukua, sijui nani wamechukua nani, hawahusiki. Lakini kama baba au mama waligusa kitu, kwa nini? Chumo lao. Tuko pamoja? Namalizia kwa vijana, nasema hivi: vijana, kuweni makini, zitambueni sifa za Allah, muishi nazo. Na wazee tuwe makini, vijana ni tegemeo sana, tukiwaandalia mazingira mazuri ya kuwashika mkono. Tukawashika mkono, tukawapitisha kwa sheria ya Mungu, wakatuona tunaitekeleza sisi kwa vitendo na kwa maneno yetu, tutakuwa tumewashika, tumewapitisha kwa lami. Sawa sawa, tumewapitisha kwa lami vizuri. Lakini kama sisi tumepinda, tumuombe Allah msamaha, kwa sababu mambo hayatokaa sawa. Tukiomba msamaha, itakuwa sababu ya kutia nuru kwa wengine. Allah akitusamehe, huenda na watu wengine wakasalimika kwa msamaha ule tunaomba. Tuko pamoja? Ghadhabu za Allah zinapungua au zitatoweka kwa sababu ya kuomba kwetu msamaha. Ukikaa na jirani yako, ukifanya vizuri, na jirani naye anafaidika. Ndivyo sivyo? Basi sisi ujirani wetu mzuri ni wazee, tumuombe msamaha Allah kwanza, na vijana nao pia walipoteleza wamuombe Allah msamaha, alafu tuwashike mkono vijana wetu. Inshallah watakuwa vijana wazuri, tutegemee matokeo yatakuwa mazuri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.